aliutaka. Simba aliutaka kweli. Sema tu timu ambayo nayo pia nayo ina uzoefu na hizi finali. Yes, na ndo maana unaona waliwasumbua kidogo. Lakini ukiangalia Simba aliuchukua mchezo katika dakika 90 zote. Unaona possession, Simba alikuwa na mpira mguuni, kwamba wewe tunakupa mpira, fanya mipango yako, njoo utufungue, njoo ushinde mechi. Sawa? Na ukiangalia kwenye hilo, tofauti na mchezo wa kwanza ambao ilikuwa tofauti ya 100% tu, 58 kwa 40 ngapi? 48. 52 kwa 48. Hii hapa Simba alichukua mchezo kwa 59% dhidi ya 41 ya Berkane. Kwa hiyo inaonekana Simba alishajipanga kwamba hawa watu ndakana mpira nifanye mipango yangu vizuri. Na katika asilimia hizo Simba alipiga jumla ya pasi 433 pale Amani Complex, na pasi 365 zikiwa pasi sahihi. Kwa hiyo mipango yao yote, pasi 365 za Simba zilikuwa sawa. Wakati Berkane alikuja kama kulinda. Unaona muda mwingi alikuwa yuko chini. Pasi 297, pasi 227 zikiwa sahihi. Na ukitaka kuona hilo, Simba alitumia pasi 232 kwenye nusu yake kwa ubora wa 97%, na pasi 133 kwenye nusu ya mpinzani. Wakati Berkane wao wakipiga pasi 153 kwenye nusu yao na pasi 74 tu kwenye nusu ya mpinzani, kwa maana kwenye eneo la Simba. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo walikuwa wanaenda mara chache, lakini hizo mara chache ambazo wakifika walikuwa na hatari pia. Yes. Na ukija hapo kwenye pasi hizo, Simba walifanikiwa kupiga pasi 49 katika robo tatu ya mwisho ya uwanja kuelekea kwenye kulitafuta goli la Berkane. Wakati Berkane wakipiga pasi 39, tofauti ya pasi 10 tu katika robo tatu ya mwisho. Kwa hiyo hawa watu walikuwa hawaendi mara nyingi Berkane, lakini walikuwa na hatari. Simba aliachiwa mpira mara nyingi ile eneo, lakini hawa jamaa hata kwenye takwimu za nyuma tuliongea jinsi gani ambavyo wanaweza kuvumilia mashambulizi, wanaweza kuvumilia pressure. Na ndio maana ni timu ambayo imeruhusu mpaka sasa imeruhusu magoli machache zaidi katika michuano hii. Magoli mangapi? Matatu tu tokea michuano hii imeanza. Mipira mirefu ilitumika, Simba kitumia 32 kutokana na lakini Berkane kutumia mipira 19. Hiyo ndio ambayo ilifika. Cross, Simba alipiga cross mbili tu dhidi ya cross 3. Mipira ya kurusha ilikuwa 16 dhidi ya 13. Miguso ndani ya 18 ya mpinzani. Angalia tofauti ya watu jinsi walivyo. Wamepiga pasi chache, possession ipo kwa Simba kila kitu, lakini kwenye miguso Simba aligusa mara 10 tu ndani ya boksi la Berkane. Kwa maana hiyo Berkane walikuwa wanahakikisha hatari zile hazisogei karibu ndani ya 18 ya eneo lao. Wakati wao wakienda kwa Simba walikuwa wanawapush mpaka wanaingia kwenye 18 yao, na amegusa mara 8 zaidi ya Simba. Kwa hiyo mara 18 watu wamegusa mpira ndani ya 18 ya Simba, na wakati mwingi possession iko kwa upande wa Simba. Kwa hawa watu walikuwa wako haraka kuacha mipira, haraka kuelekea kwenye space, na walikuwa wanafanya vitu kwa haraka, japo nafasi zilitengenezwa pande zote mbili. Ukija kwenye upande wa nafasi sasa ambazo zimetengenezwa, Simba tengeneza jumla ya nafasi 5 katika mchezo huu, wakati Berkane akitengeneza nafasi 4, japo na kuweka basi na kila kitu, lakini bado waliweza kutengeneza nafasi. Na tunakumbuka ni timu ambayo ina uwezo wa kufanya hivyo vitu. Mchezo wa kwanza nakumbuka nafasi zaidi ya 13 walitengeneza kule kwao. Nafasi kubwa ambazo Simba walitengeneza ni 2 na moja wakiipoteza. Tunakumbuka nafasi ya Kapombe. Ni nafasi ambayo ule mpira ulitakiwa kuwa nyavuni kiuhalisia, kutokana na aina ya mechi na ugumu wa mechi. Lakini wao pia kuna nafasi kubwa waliipoteza, kama unakumbuka rebound au save ya Kamara ikamkuta Dayo katika kuweka header akawa ameweka off target, lakini pia naye kama angetulia tungeongea mengine hivi sasa. Kwa nafasi zote kubwa ambazo zilipotezwa, nafasi moja kila sehemu, lakini nafasi kubwa hiyo iliyotengenezwa kwa Berkane. Sawa. Ukija kwenye upande wa faulo, Simba cheza faulo 20, Berkane 13. Una mpira mguuni, lakini bado unalazimishwa kufanya madhambi mengi zaidi, na katika faulo hizo moja wapo ndo ilipelekea kadi nyekundu ya
Kagoma. Yes, lakini Kagoma ile ilikuwa ni second yellow second yellow. Alianza kupata mapema. Ndio. Yeah. Now ilileta confusion kwa sababu mwanzoni iliandikwa kama Kapombe ndo amepata, lakini alikuwa Kapombe, alikuwa ni Kagoma. Kwenye upande wa kona Simba alijitahidi kushambulia na akapata kona 6 dhidi ya 3. Tukija kwenye upande wa mashuti, ili uweze kufunga magoli lazima upige golini. Simba walipiga jumla mashuti 7, Berkane mashuti 9. Mashuti 4 ya Simba hayakulenga goli, mashuti 2 ya Berkane. Katika mashuti 9 ni mashuti 2 tu ya Berkane hayakulenga goli. Lakini mashuti ambayo yamelenga goli, mbali na Simba kufanya mashambulizi yote, kukana mpira muda mwingi na nini, walifanikiwa kulenga goli mara moja tu, na ndio ikawa kamba hiyo kama tunakumbuka. Ile ya Mkwale ilikuwa ni ya Mkwala ilikuwa ni offside, kwa hiyo haiwezi kuhesabika kama ni tukio ambalo lilikamilika. Kwa hiyo haiwezi kuwa on target, na kulikuwa kuna kelele nyingi. Simba katoka Morocco kule hajapata shot on target. Unakumbuka Maulidi? Nakumbuka. Maneno yalikuwa mengi. Shot on target imepatikana na ndio likawa goli. Lakini kwa upande wa wapinzani wao walifanikiwa kumlenga au kupiga golini mara 6. Mbali na kuwa kama wameweka bafu, lakini walikuwa wakifika golini wanakuwa na ule ubora. Mara 6 shot on target, na katika 6 hizo moja ilikaa nyavuni. Mashuti 2 ya Simba yalikuwa blocked dhidi ya 1 la Berkane. Hakuna mpira wote ambao ulipiga mwamba wa aina yote, lakini mashuti ambayo yalifungwa ndani ya box, yalipigwa ndani ya box, ni mashuti 4 kwa upande wa Simba. Berkane ndani ya 18 ya Simba walipiga mashuti 9. Pia walikuwa na uhatari kwa sababu walikuwa wanaingia mara nyingi, na ndio maana wamegusa mpira mara 18. Ni mara chache ambazo wameenda ndio zilikuwa mara nyingi kwao zaidi ya Simba ambazo mara nyingi wamekuwa na mpira guni kwao. Na katika mashuti ambayo yamepigwa nje ya 18, Simba 3, Berkane hawajapiga shuti lolote nje ya 18. Kwa hiyo walikuwa wanakana mali, wanatafuta space mpaka wengine ndani ya 18 ndo wanatafuta nafasi ya kupiga. Kwa hiyo unaweza kaona jinsi gani ambavyo walikuwa. Na tukija kwenye upande wa kujilinda, Simba walishinda tackles 5 dhidi ya 12 tackles za Berkane. Interception Simba walifanya mara 5 tu, Berkane mara 12. Blocks zilikuwa 1 kwa 2. Hatari ambazo waliondoa Simba katika eneo lao walidili nazo ni 22 dhidi ya hatari 28 ambazo Berkane walipambana nazo. Na hapa kwenye hatari za kwenye clearance, bado hata kwenye rekodi ya jumla Berkane, hata kwenye takwimu za jumla za nyuma, walikuwa wako bora sana kwenye kuondoa hatari. Kwa hiyo ni timu ambayo ina watu ambao wanaweza kuvumilia pressure. Lakini kwa upande wa saves, Kamara amedili na mpira mara 5, wakati golikipa wa Berkane hakuwa na save yoyote. Mipira kugombania mipambano, Simba alishinda mipambano 46 dhidi ya mipambano ya 50 ya Berkane. Mipambano ya chini, Simba alishinda mipambano 33 dhidi ya 34 ya Berkane. Mipambano ya juu, Simba alishinda mipambano 13 dhidi ya 16 ya Berkane. Na dribbles au kukokota mpira mara 7 kwa upande wa Simba, na Berkane kufanikiwa mara 10. Na kwenye upande wa nidhamu, Simba alipata kadi za njano 2, wakati Berkane kadi za njano 4, lakini kadi nyekundu ilikuwa 1 ambayo ndio ya mchezo mzima ya Kagoma. Kwa upande wa max ambazo zimetoka kwa mchezo mzima, ambaye ameongoza ni Yasini Ravil akiwa na 7.8 kwenye rating, akifuatiwa na Musa Kamara 7.5 na Somalia Sidibe 7.5. Wachezaji ambao watengeneza nafasi nyingi kwenye mchezo ni Yasini Ravil, Yusuf Meri, au wote wana nafasi 2 wametengeneza. Yusuf Khair akiwa na nafasi 1. Mashuti waliopiga mashuti mengi ni Jean Charles Ahoua mashuti 2 na Adil Tahif mashuti 2. Aliyepiga pasi nyingi zikafika katika mchezo wa jana ni Chamu Karabwa, pasi 73 zilizofika, kufuatiwa na Fabrice Ngoma pasi 50 na Chemaloni pasi 45. Hao wote unaona ni kwenye eneo la ulinzi na kiungo pale juu yao. Lakini aliyekokota mpira mara nyingi na kafanikiwa ni Elie Mpanzu mara 3, Mamadou Lamine Kamara mara 3 na Joshua Mutale mara 2. Aliyeshinda tackles nyingi ni Ablehika Sal mara 3, Yasini Ravil mara 3, Yusuf Meri mara 2. Aliyegusa mpira mara nyingi zaidi katika mchezo huu
Chamu Karabua mara 91, Fabrice Luamba Ngoma mara 69 na Jean Charles Ahoua akigusa mpira mara 65 katika huu mchezo. Hebu tumuone Mutale ambaye kwa sasa amewaka kweli kweli. Tuone dakika ambazo amepata ni nini alikuwa nacho na mpaka kawa man of the match wa mchezo ule. Dakika 71 Mutale goli moja, hakutoa assist, lakini ingewezekana akawa na record na takwimu ya assist kama Kapombe angetumia ile nafasi. Akipiga pasi 14 zikiwa sahihi, katengeneza nafasi moja, ndio nafasi kubwa zaidi alitengeneza katika mchezo. Akipiga shot on target moja na hilo ndio goli, na shoot alipiga moja tu na akiwa na ubora wa accuracy ya 100% katika hilo shot lake. Akigusa mpira mara 38, akigusa mara 2 tu mpira katika 18 ya mpinzani, akiwa na dribbles 3, 2 zikamilika, akipiga pasi moja katika robo 3 ya mwisho ya uwanja, na cross katika 3 alizopiga ni moja tu ndio ilikuwa sahihi. Mipira mirefu alipiga mmoja na ukapotea, akipiga kona 2 na alipoteza mpira mara 3 katika miguu yake. Na kwenye eneo la ulinzi katika tackles moja alipoteza, alirudisha umiliki mara 2 na alipitwa mara 2 kwenye eneo la dribbled pass mara 2. Na kwenye mipira kugombania, mipira 12 ya chini ambayo aligombania Mutale, 4 alishinda, 8 akiipoteza, na mipira ya juu hamna mpira wote aligombania, akifanywa faulo mara 1 na akifanya faulo mara 4. Huyu ni Joshua Mutale, man of the match wa mchezo huu, ambaye unaona alikuwa akiipa uhai timu ya Simba. Tuangalie Kagoma jinsi ambavyo alikuwa na mchango wake kwenye timu mpaka alivyotoka. Dakika 50 alicheza, hakuna goli, hakuna assist, akipiga pasi 27, pasi 20 zikiwa sahihi, maana pasi 7 zimepotea, hakutengeneza nafasi yoyote, hakupiga shuti lolote mpaka muda huo. Akigusa mpira mara 30, pasi 4 zilienda katika robo 3 ya mwisho ya uwanja, na hakuna mipira mirefu 2 aliyopiga, yote ilipotea. Tackles 2 zote hakufanikiwa, alirudisha mpira mara 2, akipitwa mara 1, lakini pia kwenye mipira gombania ya chini 6, 2 akiwa ameshinda, 4 imepotea. Mipira ya juu hakuna wote aliyoshinda, na faulu alizofanya ni 3, na katika 3 hizo yellow card 2 ambayo ilipelekea red card. Kwa hiyo nimegusia baadhi ya wachezaji, lakini hizo takwimu za ujumla ukiangalia kitakwimu, Simba alijitahidi kutokana na mchezo uliopita, lakini hawajapishana sana kwenye maeneo muhimu na hawa Berkane. Kwenye eneo la kutengeneza nafasi, eneo la kupiga mashuti, bado hawa jamaa mbali na kuwa nyuma muda mwingi, bado walifanya kazi yao kubwa. Nafasi kubwa zimetengeneza, na ukiangalia tofauti ya nafasi zilizotengenezwa kati ya Simba na Berkane ni moja, 5-4, lakini nafasi kubwa 2 kwa Simba huku moja, na magoli 1-1. Mashuti wamepiga wao mara nyingi, on target bado ziko nyingi kwao. Kwa hiyo mbali na kuona kama walikuja kuzuia, lakini walikuwa na malengo yao ambayo ni kwa namna moja ni kama yametimia, kwa sababu umezuia lakini umeweza kupata goli ambalo limeweza kuzima ndoto kabisa za Simba. Lakini Simba naye alikuwa na uwezo wa kufanya vizuri zaidi kama angetumia nafasi zake mapema, maana yake mchezo ulikuwa uko tofauti. Kwa hiyo kwa sare ni fair result kwa mchezo huo kutokana na mchezo ambao umekwenda. Through pass right through the center, skips past one into the box area. Could this be the moment? Oh my goodness, ball brought in and the strike is on. First blood right here at the New Aman Stadium. No time to celebrate. They get the ball and they want to get the ball rolling once again. Beautiful, beautiful play. Eventually put into the back of the net by that man Mutale. That's exactly what they needed. Their first goal in the opening 15 minutes to make sure they get themselves back in the game. This could be the exclamation point. Opportunity coming. A chance. Shot in! Aras Berkane! Waiting for the very death to stop home. What surely will be the nail in the coffin of the ambitions of Simba Sports Club. And the referee pulls the plug on the game. It's the final whistle. Haya wazee wangu, mmesikia maneno haya na mmezisikia takwimu.